Chernobyl, usiku usioisha. Usiku wa tarehe 25 Aprili 1986, katika sehemu moja kaskazini mwa Ukraine, usiku wa kawaida ulikuwa unapita kwa utulivu, bila kuwa tofauti na usiku mwingine wowote. Lakini wakati huo huo, tukio moja lilikuwa linaanza bila kutambuliwa, tukio ambalo lingebadilisha kabisa mkondo wa historia ya wanadamu. Ghafla, ngurumo mkubwa ukapasua anga na kuvunja ukimya wa usiku, na haukuwa mizinga ya vita, bali ulikuwa mlipuko uliozaliwa na kosa pamoja na kiburi cha mwanadamu. Tangu wakati ule, moto na moshi mweusi vilipopaa juu, pamoja na wingu la mionzi lililobeba kifo kisichoonekana, dunia haikuweza tena kurudi kuwa kama ilivyokuwa. Pripyat ulikuwa mji uliopangwa, uliojengwa mwaka 1970 juu ya uwanda mkavu, ambapo hapo kabla hapakuwa na kitu. Ulijengwa kwa ajili ya wafanyakazi wa kituo cha nguvu za nyuklia cha Chernobyl na familia zao, na mji huo ulikuwa ishara ya maendeleo ya kisasa ambayo Umoja wa Kisovieti uliojivunia. Barabara zake zilizopangwa vizuri, majengo ya buluu na meupe, na mpangilio wa mji uliobuniwa kwa utaratibu, vilionekana kana kwamba vinaufanya ule wazo la kisoshalisti kuwa halisi. Mji huo ulikuwa na shule na hospitali, kumbi za maonyesho na bustani, bwawa la kuogelea na kumbi za michezo, na watu waliamini kuwa angebaki salama na thabiti kwa muda mrefu. Katika mitaa ya Pripyat, mandhari ya watoto waliokuwa wakiendesha baiskeli na familia zilizokuwa zikitembea yalionekana kila siku, na wazazi vijana walitarajia kwa kawaida maisha yenye utulivu pamoja na siku za usoni zenye mwanga. Pembezoni mwa mji, bustani ya burudani ilikuwa ikiandaliwa, ikiwa na gurudumu kubwa lililotazama nyasi pana za uwandani, na vyombo vya michezo vya rangi vikiwa vimesimikwa huku vikingoja kufunguliwa. Kauli kwamba wastani wa umri ulikuwa miaka 26 ilionyesha kwa namna ya alama jinsi mji huo ulivyokuwa mchanga, wenye uhai na uliojaa matumaini. Hakuna mtu ambaye angeweza kufikiria hata katika ndoto kwamba mji huo ungekuwa hivi karibuni mji wa mizimu. Kituo cha nguvu za nyuklia cha Chernobyl kilikuwa jengo kubwa sana lililoashiria sekta ya nyuklia ya Kisovieti. Watu waliamini kwamba huko ndiko kulikozalishwa nishati ya bei nafuu, safi na karibu isiyo na mwisho, na waliita mafuta ya siku za usoni. Umeme uliozalishwa katika kituo hicho ulipelekwa kwenye nyumba, shule, hospitali na viwanda katika miji na vijiji vya karibu, ukifanya kazi kama moyo mkubwa ulioufanya ukanda mzima uendelee kusonga. Lakini wakati huo huo, kulikuwapo pia ukweli kwamba nguvu za nyuklia zisiposimamiwa vizuri hubeba hatari zinazopita mawazo ya kawaida. Katika kituo cha Chernobyl, mitambo kadhaa ya RBMK yenye muundo ule ule ilikuwa imewekwa. Wakati huo, vitengo 4 vilikuwa vinafanya kazi na vile vingine viwili vilikuwa bado vinajengwa hata wakati ajali ilipotokea. Jengo hili kubwa lilionekana kuwa ishara inayoonyesha nguvu ya teknolojia na fahari ya kitaifa ya sekta ya nyuklia ya Kisovieti, na eneo la karibu lilitegemea nishati yake ili kuendelea kufanya kazi. Lakini kadiri mfumo unavyokuwa mkubwa na mgumu zaidi, ndivyo kasoro ndogo moja inavyoweza kuitikisa yote, na Chernobyl ilikuwa na udhaifu wa aina hiyo. Udhaifu huo ulikuwa unakuwa kimya kimya nje ya macho, ukibaki kama hatari ambayo siku moja ingeomba gharama yake. Mitambo ya RBMK iliyowekwa Chernobyl ilikuwa na kasoro kubwa za kimuundo katika usanifu wake, na hasa tabia ya kuwa isiyotulia zaidi kadiri nguvu zilivyopungua ilikuwa sababu iliyoongeza uwezekano wa ajali chini ya hali hatari. Zaidi ya hayo, grafiti iliyotumika ndani ya mtambo ilikuwa na sifa ya kuimarisha sana mmenyuko wa nyuklia, hivyo kama udhibiti ungeyumba, mmenyuko ungeweza kupanda kwa nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Jambo lililokuwa baya zaidi kuliko yote ni kwamba, katika tukio la ajali, hapakuwa na muundo wa kutosha wa kuzuia mionzi kabisa isitoroke. Kasoro hizi zilibaki kama hatari zilizofichika bila kujulikana kwa umma, zikidhoofisha kwa ndani kile kilichoonekana kuwa mfumo imara. Hata kabla ya ajali, mafundi na wahandisi katika eneo hilo waliripoti mara nyingi hatari za mtambo huo, na wasiwasi uliibuliwa tena na tena, hasa kuhusu kutotulia kwa nguvu ya chini na mwenendo hatari chini ya hali fulani. Lakini wasimamizi na mamlaka za serikali hawakuyachukua maonyo hayo kwa uzito, na malengo ya uzalishaji pamoja na shinikizo la kisiasa yaliwekwa mbele ya usalama, huku maneno hakuna tatizo yakikubaliwa kwa urahisi zaidi. Matokeo yake, kituo cha Chernobyl kiliendelea kufanya kazi, na mji wa Pripyat ukaendelea kukua na kustawi. Mbegu za maafa zilikuwa wazi zikikua, lakini hakuna aliyedhamiria kuzizuia, na hakuna hata aliyeamini kwamba zingeweza kuzuiwa. Usiku wa tarehe 25 Aprili 1986, jaribio lilipangwa katika mtambo namba 4 wa Chernobyl ili kuchunguza mifumo ya usalama, kwa lengo la kuthibitisha kwa muda gani mzunguko wa turbine ungeweza kuendelea kutoa nguvu hata wakati wa kukatika kwa umeme.
Mafundi na wasimamizi waliokuwapo eneo hilo waliliona kama utaratibu au kawaida ambao ungemalizika haraka, na kwa sababu majaribio yanayofanana yalikuwa yamewahi kufanywa hapo awali, kulikuwa na hali ya kuamini kwamba haliwezi kuwa tatizo kubwa. Lakini hakuna aliyeweza hata kufikiria kwamba jaribio hili lingeweza kusababisha ajali mbaya zaidi ya kituo cha nguvu za nyuklia katika historia ya wanadamu. Usiku huo ulivaa sura ya kazi ya kawaida, lakini kwa kweli ulikuwa usiku ambao mlango wa maafa ulikuwa unafunguka kimya kimya. Jaribio lilipoendelea, matatizo yasiyotarajiwa yalianza kujitokeza, lakini waliokuwa na jukumu waliamua kuendelea mbele, na kanuni za usalama pamoja na taratibu za kawaida zikaanza kupuuzwa moja baada ya nyingine. Nguvu za mtambo zilishuka mbali sana nje ya kiwango cha kawaida na kufikia kiwango cha hatari sana. Vifaa vya chumba cha udhibiti vilitetemeka bila utulivu, na kengele za onyo zililia tena na tena. Lakini jaribio halikusimamishwa, na huku uamuzi wa kidogo tu zaidi ukiendelea kujikusanya, maamuzi yaliyoongeza mgogoro juu ya mgogoro yaliendelea. Mtambo huo ulikuwa ukiteleza zaidi na zaidi kuelekea hali isiyoweza kudhibitiwa, ukisogea katika mwelekeo ambao usingeweza tena kujizuia wenyewe. Saa 1:23 usiku wa kuamkia tarehe 26 Aprili 1986, mmenyuko wa haraka wa mfululizo ulianza ndani ya mtambo, na kadiri shinikizo na joto vilivyoongezeka nje ya udhibiti, hata vifaa vilivyokuwa kawaida vikifanya kazi kama mifumo ya usalama havikuweza tena kuitikia ipasavyo. Valvu na mifumo ya udhibiti ilishindwa kufanya kazi, na ingawa kitufe cha kusimamisha dharura kilibonyezwa, tayari ilikuwa ni kuchelewa mno. Kisha, kwa mwangaza mkali wa kupofusha, mlipuko mkubwa utotokea. Hii haikuwa tu ajali, bali ilikuwa ni wakati ambao dunia ilikabiliana na maneno maafa ya nyuklia kama ukweli halisi. Kwa mlipuko huo, jengo zima la mtambo namba 4 lilitetemeka kwa nguvu. Paa la zege lililoimarishwa lenye uzito wa zaidi ya tani 1000 likirushwa hewani. Na milipuko iliyofuata ikaharibu kabisa kiini cha mtambo na kuliacha wazi kabisa. Nguzo kubwa ya moto ililipuka kwenda juu, na vipande vya grafiti yenye mionzi pamoja na chembe za mafuta ya nyuklia vilirushwa angani, huku mionzi isiyoonekana ikienea kila upande na kugeuza hewa yenyewe kuwa hatari. Kuanzia wakati huo, mtambo namba 4 uliendelea kuwaka katika hali iliyo nje ya udhibiti. Huo haukuwa moto tu, na ndani ya miali hiyo kulikuwa pia na vitu vya mauti ambavyo macho ya mwanadamu hayawezi kuona. Katika Pripyat, kilomita 3 tu kutoka eneo la mlipuko, maelfu ya watoto walikuwa wamelala kwa amani, na familia ziliamini kwamba kesho pia ingeleta siku ya kawaida. Lakini wakati huo huo, wingu la mionzi lenye mauti lilikuwa likisogea kimya kimya kuelekea mji pamoja na upepo, na kifo kisichoonekana, kisicho na sauti wala harufu kilikuwa kinakaribia kama upepo wenyewe. Mji mzima ulikuwa umelala bila kujua chochote. Na ukimya huo muda mfupi baadaye ukawa ukweli, ukianza kutua juu ya maisha ya watu bila onyo lolote. Mara tu baada ya mlipuko, wazima moto na wafanyakazi wa kituo walikimbilia eneo la tukio ili kuzima moto. Walizani ulikuwa moto au kawaida au kiwandani, na hata hawakuelewa kikamilifu maana ya hatari ya mionzi. Bila vifaa vya kujikinga, wazima moto waliinua na kutupa vipande vya grafiti vilivyokuwa vinawaka kwa mikono yao mitupu, na ingawa walikaa hapo kwa dakika chache tu, dakika hizo zikawa muda uliopanga hatima yao kwa maisha yote. Katika muda huo mfupi, kiasi cha mionzi chenye mauti kilifyonzwa ndani ya miili yao. Bila kutambua, walikuwa tayari wamevuka mstari ambao usingeweza tena kufutwa. Mzima moto mmoja aliyekuwa ameungua vibaya aliinua macho yake angani kwa maumivu, na juu ya mtambo uliolipuka kulikuwa na mwanga wa ajabu wa zambarau uliokuwa ukienea usiku mzima. Alinong'ona kwamba ulikuwa mzuri, lakini huo ulikuwa ni mionzi ya Cherenkov iliyotokea wakati mionzi kali sana ilipokutana na hewa, tukio ambalo ndani yake kifo kilijifunua katika umbo la mwanga. Wengi wa wale waliouona mwanga huo walikufa ndani ya siku chache kwa mateso ya kutisha. Uzuri wa wakati huo kwa kweli ulikuwa ni udanganyifu wa mwisho uliotupwa juu ya maisha, na rangi ya hofu ambayo wanadamu hawakuwa wameijua kabla. Asubuhi ilifika, lakini hewa tayari ilikuwa imejaa mionzi yenye mauti, na mji mzima, barabara na paa zake, bustani na viwanja vya kuchezea, vilikuwa vimefunikwa na vumbi la mionzi lisiloonekana. Hata hivyo, hakuna kengele wala mwongozo wa kuhamishwa uliotolewa na mamlaka, na wakazi wa Pripyat walianza siku yao kama kawaida, wakiendelea na maisha yao kwa namna ya kawaida ya kutisha. Hawakujua hata kidogo kwamba kifo kilikuwa kinazunguka hewani.
Kwa hiyo kila mtu aliendelea akitembea ndani ya hewa ambayo tayari ilikuwa imebadilika, kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Kadiri muda ulivyopita, dalili za ajabu zilianza kuonekana miongoni mwa wakazi, na maumivu ya kichwa, kutapika, ladha ya metali mdomoni na uchovu usioelezeka vilianza kuenea kwa watu zaidi na zaidi. Lakini watu hawakujua sababu yake, hospitali hazikuweza kutoa majibu ya wazi, na wengi walipuuza hali hiyo wakidhani kwamba hawajisikii vizuri, na wakaendelea na siku yao. Watoto bado walikuwa wakicheza karibu na gurudumu kubwa ambacho kilikuwa karibu kufunguliwa, na familia zilikuwa zikitumia wakati wao bustanini. Ilionekana kama Jumapili ya kawaida, lakini hiyo ndio ilikuwa Jumapili yao ya mwisho. Karibu na eneo la mlipuko, wanajeshi na wanasayansi walijaribu kuelewa hali hiyo, na hata watu waliokaa hapo kwa dakika chache tu walipatwa na kutapika sana, kuungua na majeraha ya ngozi, huku viwango vya mionzi vikifikia juu zaidi ya mipaka ya kupimwa. Lakini mamlaka ya Kisovieti zilitangaza kwamba ajali ilikuwa imethibitiwa na haikuwa hatari. Watu walihitaji ukweli, lakini ukweli huo ulifichwa kabisa. Wakati huo huo, mtambo namba 4 ulikuwa bado unawaka kwa nguvu, na mionzi iliendelea kutolewa. Maafa hayo yalikuwa kwa kasi zaidi kwa kukosekana kwa ukweli, na ukimya uliwaacha watu bila kinga. Wingu la mionzi lililotolewa kutoka Chernobyl lilienea haraka kwa upepo, kwanza likichafua sehemu kubwa ya Belarus, kisha likasogea hadi Poland na maeneo mengi ya Ulaya Mashariki. Siku chache baadaye, mabaki ya mionzi yaligunduliwa Skandinavia, Ujerumani, Italia na hata mbali zaidi, na kuiweka bara zima la Ulaya chini ya wingu lisiloonekana. Lakini katika siku za mwanzo, wakazi wengi hawakupokea onyo lolote kabisa. Ukimya ulifanya maafa hayo kuwa makubwa zaidi, na hatari ilivuka mipaka kwa mwendo wa kimya. Hata baada ya mlipuko, mtambo namba 4 uliendelea kuwaka, na ili kuzuia kuenea kwa mionzi, mamlaka ya Kisovieti zilituma helikopta katika operesheni ambayo ilidondosha mara kwa mara mchanga, risasi, asidi ya boroni na udongo juu ya mtambo. Lakini hewa juu ya mtambo alikuwa ya moto sana, mikondo ya hewa ya kupanda juu ilikuwa isiyotulia, na marubani walilazimika kuruka juu ya hatari isiyoonekana katikati ya joto kali na mionzi. Wakati wa operesheni hiyo, helikopta moja iligonga waya wa kreni angani, ikapoteza mlingano na kuanguka. Wafanyakazi wote 4 waliokuwa ndani walikufa papo hapo, lakini kujitolea kwao hakukujulikana sana kwa muda mrefu. Kuanguka huko kutoka angani kulikuwa ni sadaka isiyoonekana nyingine, janga lililotokea katikati kabisa ya maafa hayo. Ilikuwa baada tu ya saa 36 kupita tangu mlipuko, ndipo amri ya kuhamishwa iliwafikia wakazi wa Pripyat. Ili kuzuia hofu, mamlaka ziliwaambia, mtaweza kurudi baada ya siku chache, na maneno hayo yalisikika kama faraja ya muda mfupi. Kwa hiyo watu wengi walipanda mabasi wakiwa na vitu vichache tu, wakiacha funguo za nyumba zao mlangoni, na hata wakiacha chakula mezani pamoja na vitu vya kuchezea vya watoto nyuma yao. Waliamini kwamba wangerejea hivi karibuni, lakini kuhamishwa huko kukawa kuaga kwa kudumu. Hatimaye, hakuna mtu aliyewahi kurudi Pripyat, na maneno siku 3 yakawa uongo wa kikatili zaidi uliowafanya watu waondoke. Mchana wa tarehe 27 Aprili, mamia ya mabasi yalipitia Pripyat kuwachukua wakazi, na watu waliondoka huku milango yao ikiwa haijafungwa, wakiacha picha na vitu vya kuchezea, hata chakula mezani, na alama zote za maisha yao ya kila siku nyuma yao. Ndani ya takribani saa 3, wakazi wote 45,000 waliuacha mji, na taswira ya mstari usio na mwisho wa mabasi yakiondoka polepole kwenye barabara tupu ilionyesha wakati halisi ambao maisha ya mji huo yalizimika. Kwa namna hii, Pripyat ukawa mji avmizimu uliotelekezwa kabisa ndani ya siku moja tu. Maisha yaliyokuwa yamekuwa kwa miaka 16 kama mji wa siku za usoni yalisimama ndani ya saa chache tu, na kuacha alama zake zikiwa zimetapakaa mji mzima. Ili kuidhibiti ajali hiyo na kuzuia kuenea kwa mionzi, mamia ya maelfu ya wanajeshi, wafanyakazi, wazimamoto na wachimbaji kutoka kote Umoja wa Kisovieti walitumwa katika eneo la Chernobyl. Waliitwa wasafishaji wa maafa, yaani wale waliokabidhiwa kazi ya kusafisha na kudhibiti maafa, na waliondoa vifusi vyenye mionzi, wakasafisha maeneo yaliyochafuliwa na kujenga miundo ya ulinzi, huku wengi wao wakielekea eneo hilo bila kupokea maelezo ya kutosha. Kazi hatari zaidi zilifanyika juu ya paa la mtambo, ambapo wafanyakazi waliovaa mavazi ya risasi walipanda juu, na kwa sekunde 40 hadi 90 tu walilazimika kukusanya kwa koleo vipande vya grafiti vyenye mionzi na kuvitupa tena ndani ya mtambo. Wachimbaji wengine walichimba mahandaki chini ya mtambo bila mifumo ya uingizaji hewa, wakipambana kuzuia mlipuko wa pili, na watu wasiohesabika walibeba maumivu ya maisha yote au walipoteza maisha yao kwa sababu ya kazi hiyo. Mara tu baada ya mlipuko, msitu Avmisonobari uliokuwa unafunika karibu kilomita 4 za mraba kuzunguka mtambo ulipigwa na mionzi mikubwa sana.
Miti iligeuka kuwa miekundu kana kwamba ilikuwa imeungua kutoka ndani, na eneo hilo likaja kuitwa msitu mwekundu. Mfumo wake wa ekolojia karibu ulivunjika kabisa. Wanyama waliugua au kufa, udongo na maji vilichafuliwa vibaya, na viwango vya mionzi huko bado vimebaki juu sana mpaka leo. Madhara kwa wanadamu pia yaliendelea. Mamia ya maelfu walipata saratani ya tezi, leukemia na magonjwa mengine, na taarifa za kasoro za kuzaliwa pamoja na athari za kijeni zikafuata, zikiacha majeraha yaliyodumu kwa vizazi. Chernobyl haikuisha wakati moto ulipozimika. Iliendelea kuvunja watu na asili katika wakati usioonekana uliokuwa unaendelea kusonga mbele. Leo, Pripyat ni mji au mizimu, ambapo majengo yaliyovunjika, vifaa vya michezo vilivyoshikwa na kutu, shule na hospitali zilizotelekezwa bado vipo kama vilivyoachwa, na alama za Aprili 1986 bado zimebaki ndani ya vumbi na ukimya. Hata hivyo, baadhi ya wazee hawakuweza kuacha nchi yao ya asili na wakarudi kuishi ndani ya eneo la kutengwa licha ya kujua hatari zake, kwa sababu kwao mahali hapa ni nyumbani kabla halijawa ardhi iliyochafuliwa. Maafa ya Chernobyl si tukio la zamani tu, bali ni jeraha la ndani lililochongwa katika historia ya wanadamu, janga ambalo bado linaendelea. Linabaki ndani ya kumbukumbu, likitukumbusha bila mwisho jinsi tunavyopaswa kuwa wanyenyekevu mbele ya nguvu za asili, na jinsi usalama pamoja na uwajibikaji vilivyo vya muhimu sana.